Wapendwa, Bwana ni mwema. Amani ya Mungu iwe nanyi. Binafsi ninafurahi kuwaona leo ibadani kwa Mungu, maana Biblia inatuagiza tufanye hivyo. Andiko ambalo huwa ninapenda sana kulisoma mara nyingi tunapoingia ibadani huwa ni Zaburi, sura yake ni ya 95. Zaburi sura yake ni ya 95, ni wito wa kuabudu. Kwa hiyo wale wote ambao mumeweza kufika hapa ni swala la kumshukuru Mungu, kwa sababu si wote ambao wameweza, si ndio? Na wengi wanatamani wafike hapa, lakini wengine wasiweze. Na wale ambao mnatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, mtandao wa YouTube, katika chaneli zetu za The Signal of Light TV pamoja na Tubuni na Kuiamini Injili TV. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Oscar Bajo, tunapatikana hapo. Kwa hiyo karibuni sana katika sabato ya leo, sabato ya tarehe 15 Agosti, 15 mwezi wa 8. Katika Zaburi sura yake ni ya 95, Yesu anaruhusu andiko hili liandikwe na mtumishi Daudi, akiwaita watu waweze kuja ibadani. Biblia inasema yake ni ya 6, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Na hivyo katika somo la asubuhi niwakaribishe sana tuweze kupiga magoti maadamu tumekuja kuabudu, halafu tuingie katika somo. Karibuni sana, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunasema asante kwa kuwa pamoja na sisi tangu tulipoanza vipindi hapa ibadani. Jina lako litukuzwe. Watoto wako, angalia, tunaenda kujifunza neno lako, walioko hapa na wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii. Baba, tunaweka mikononi mwako, tunaomba uwe pamoja na sisi, ukituongoza na kutulinda, ukitufundisha chini ya miguu yako, kwani tumeomba tukitumai ya kwamba malaika zako watakuwa pamoja nasi. Kusanyiko lako litaweza kufanya na utabariki watoto wako kupitia somo. Naomba unene na wao kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina. Amina sana. Tunamshukuru Mungu. Niseme ya kwamba sabato ya leo tuko na mambo mengi ambayo yameunganishwa hapa ambayo tutaweza kuyafanya. Baada ya sabato tutakuwa na kikao ambacho niliwatangazia hata toka sabato iliyopita, lakini pia tutasali hapa makanisa kama 4. Wenzetu walioko Isenzanya, lakini pia walioko Mlangali, Wazerezeta pamoja na Wapemba na Tunduma yote katika ujumla wake, sawa? Wote tutakuwa hapa. Kwa hiyo pia kutaambatana na ubatizo. Tutakuwa na ubatizo baadaye kwa wale ambao hamujui, lakini natumai ya kwamba kila mmoja amejiandaa vyema kwa wale ambao wanakusudia kumpokea Yesu kwa njia ya ubatizo ama kufanya upya agano lao na Mungu. Kwa hiyo tutakuwa na mambo hayo na baadaye tutaweza kufanya kutambulishana. Kila ambacho naomba tufanye kwa sasa, twende tujifunze, si ndio watu wa Mungu? Haya, kama unaandika somo ambalo tutakuwa nalo, somo ambalo tutakuwa nalo linasema amewaangusha wengi. Andika hivyo, amewaangusha wengi, amewaangusha wengi. Hilo ndilo somo litakalokuwa nalo. Ambia mwenzako
kabisa usisinzie. Ninaona watu wameshafika wa Mlangali tayari. Mungu awabariki sana. Mbarikiwe Mlangali na wengine wote ambao mnaendelea kufika. Karibuni sana. Karibuni sana. Sasa somo linasema amewaangusha wengi. Amewaangusha wengi. Amewaangusha wengi. Sasa wapendwa, ni nani huyu ambaye amewaangusha wengi na kwa nini wameanguka, si ndio? Twende sasa tujaribu kujifunza, sawa? Tukielewa jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuwa nalo ni kulielewa ndani ya akili ya kwamba tuko katika vita na mapambano, sawa? Ni mahali ambapo yanafanyika hapa duniani na katika mioyo yetu, si ndio? Pambano kati ya nani? Kristo pamoja na Shetani, si ndio? Lakini pia pambano kati ya kweli zidi ya nini? Ya uongo, si ndio? Wema zidi ya nini? Ya uovu. Kwa hiyo tuko na pambano ambalo linaendelea. Kwa hiyo ukishaambiwa ya kwamba kuko na pambano na linaendelea, usipange kulala katika usingizi wa kiroho, sawa? Ni vita inaendelea. Usifikiri ya kwamba ni vita ya mchezo. Ni vita kubwa kuliko ile ya Netanyahu ya Israeli inayopiganwa kwa mabunduki, sawa? Ni vita kubwa. Ni vita kubwa. Na hii dunia, ndugu zangu, imeingia katika changamoto dhidi ya mwanamke ambaye imeingizwa katika changamoto na mwanamke ambaye Biblia inamtaja ni mwanamke kahaba. Twende kitabu cha Ufunuo, sura yake ni ya 17 tuweze kuona hayo. Mwanamke kahaba ni mwanamke ambaye Biblia inasema amefanikisha kuangusha wengi. Twende kitabu cha Ufunuo, sura yake ni ya 17. Na niko na kijana anaitwa Bishop, sijui yuko wapi. Yeye anasomaka chapuchapu na haraka. Sogea hapo mtu wa Mungu, unaweza ando kukaa hapa. Njoo tu. Maana njoo rafiki yangu, tuende tusome. Ufunuo 17, ninaomba nikimbie hapo chapuchapu. Aya yake ni ya kwanza. Sawa tu. Hata ukimweka hapo ni sawa. Vyovyote. Na umpatie mic mtumishi ili atusomee chapuchapu. Ufunuo 17 ni kitabu ambacho kinatupa taarifa juu ya mwanamke ambaye ni muasi, mwanamke ambaye ni kahaba. Na somo linasema amewaangusha wengi. Haya, twende sasa mtumishi, tuanze kusoma chapuchapu. 17 aya yake ni ya kwanza, tuanzie hapo. Anasema hivi. Twende. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba. Akanena naye akisema, njoo huku nikuonyeshe ujumbe yule kahaba mkuu aliyeketie juu ya maji mengi. Twende. Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Ngoja. Eti wafalme wamefanya nini? Wamezini naye. Chunga sana usije kazini, sawa? Mtu wa Mungu, unachunga usije fanye nini? Ukazini. Wafalme wa nchi wamezini na yeye. Alafu tena nao wakao katika nchi wamelezwa kwa mvinyo wa uasherati wake. Wafalme wa nchi tunahitaji leo lugha rahisi. Ndio. Malaisi, sawa? Biblia inasema malaisi wamezini na huyo mwanamume. Halafu wakazi wa nchi tunahitaji sema raia nao wanasema wamelewa kwa mvinyo. Kuna usalama hapo? Kama kiongozi amezini, raia amelewa, kwani tuko salama hapo? Kuna usalama? Hapana.
Ndio somo likasema amewaangusha wengi. Huyu ni mwanamke hatari. Sasa wafalme wa nchi wamezini na yeye na raia wakalewa, amewanywesha. Sawa Sasa hebu naomba unisomee fungu la 5 mtumishi, twende. Fungu la 5. Fungu la 5 kusema hivi. Twende. Na katika kipaji cha uso wake, huyu mwanamke ni mwanamke kahaba. Katika kipaji cha uso wake ameandikwaje? Alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ameandikwa jina la siri, yani kwa kificho. Sawa Nini? Jina gani? Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Ni Babeli mkuu, alafu ni mama aliyezaa makahaba. Maana yake ni kanisa ambayo imetoa watoto, si ndio? Mwanamke ni kanisa. Sawa, unaja tena tusome mafungu saa hii. Kanisa ni mwanamke kwa Wasabato, itakuwa sasa ni kazi mgumu, si ndio? Maana tunaelewa kwamba mwanamke ni kanisa, si ndio? Lakini hii ni kanisa asi, kanisa asi wapendwa. Na Biblia inaendelea kutuita sisi kuweza kukimbiana mbali na mwanamke. Sawa Naomba Ufunuo 18, twende aya yake ni ya kwanza tena. Ufunuo 18 aya yake ni ya kwanza. Tunatakikana tumkimbie huyu mwanamke kwa sababu Biblia yenyewe inasema huyu mwanamke ni mubaya. Inabidi watu wajiepushe na yeye. Ni mzinzi, halafu ananywesha watu uasherati wake. Yaani anaenda kufanya uzinzi, anachukua uchafu, anakuwekea wewe kwa mdomo unywe. Si ni mbaya? Hajawahi kutokea hata makahaba wanaojiuza wamefanya hivyo. Unaona Hata kahaba anayejiuza hajawahi kufanya hivyo. Lakini Biblia inasema kitu cha ajabu. Huyu mwanamke ni wa kufanya uasherati, alafu anakuwekea kikombe mdomoni unywe. Na ukisha kunywa unalewa. Swali, ukisha kunywa ulewe, mulevi si unadanganya tu? Kirahisi Ni kama paka Waswahili wale wahenga wa zamani wanasemaga ni rahisi kama kusukuma nini? Hamjasikiaga hiyo nyinyi? Hiyo kazi ni nyepesi kama kusukuma mule. Kwa hiyo kumbe kazi ya kusukuma mlevi si kubwa. Kwa hiyo mtu akishalewa, shetani anajua kazi yangu si, yani kazi ya kuangusha huyo mtu si kazi ngumu, si ndio? Naomba hiyo andiko somo 18. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mamlaka kuu. Na nchi ikaangaza kwa utukufu wake. Ngoja kidogo. Mbingu, ili uone kwamba kuko na shida, mpaka mbingu yenyewe ikaagiza itume malaika atoe wito mgumu Wito wa mwisho. Mwito wa mwisho unaita watu wakimbie kutoka Babeli. Tuko na ujumbe wa malaika 3 Malaika yule wa pili anaita watu wakimbie kutoka wapi? Babeli. Lakini huo wito wa kuambiwa Babeli umeanguka hauweki mara moja, unakuja kurudiwa. Ufunuo 18. Maana upo Ufunuo 14, lakini Ufunuo 18 unarudia ujumbe wa Ufunuo 14 kuweka msisitizo na kuipanua katika upana. Maana Babeli tulikuwa tunajua ni Roma peke yake. Unaona Lakini kumbe watu huwa wanasahau ya kwamba kuna watoto wa Babeli na wako ni wengi. Maana watoto wa mama huyo ni wengi, ni mama wa makahaba. Kwa hiyo wito unarudiwa katika Biblia. Mbingu inatoa malaika aende atangaze watu wakimbie kutoka wapi? Soma tusikie. Huyo malaika akalia kwa sauti kuu. Hicho kinaitwa kilio kikuu. Anasemaje? Umeanguka Babeli ule mji mkuu. Umeanguka Babeli ule mji mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu.
Kwa nini? Twende msomaji. Kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya wafalme wake. Sikia kidogo, Biblia ina nukuu. Mimi nashangaaga maandiko nikisoma kama haya, anasema mataifa yote yamefanya nini? Wamekunywa mvinyo wa ghadhabu. Si kidogo. Usipochunga utalewa wewe, utakunywa Amuka. Tuko sawa? Sirewe. Sai bado usilewe. Usipochunga utakunywa sai na utalewa. Maana si mchezo, amewaangusha wengi. Tuko sawa? Sasa soma fungu la 4 alafu tuone hapo. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni. Ikisema, nini? Tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake. Subiri. Wito unatolewa watu watoke kwake na dhambi zake wasishiriki. Maana huyo mwanamke kazi yake ni kuwanywe. Na nisikilize nikwambie, kuna kitu cha ajabu Suleimani aliandika juu ya mwanamke kahaba, sawa Ngoja nikuonyeshe. Huwa akiwanyesha watu, ukimuuliza wewe mbona unawanywesha na wamelewa, anasema hapana sio mimi. Hakubariki sio yeye. Anasema hapana sio mimi. Naomba Mithali 30 aya yake ni ya 20. Hakubali. Kwa sababu hiyo anajificha kwa siri. Sikia hiyo. Mithali 30:20. Anasema hivi. Weka hiyo. Hivyo ndivyo. Hivi ndivyo mwendo wa mwanamke mtulivu. Angalia, hivyo ndivyo mwendo wa mwanamke anayezidi. Kwani huwa anafanyaje? Sikia. Huwa anakula alafu kinywa anavuta na kusema unaona sawa anakula anapangusa alafu anasema mimi sijafanya dhambi, sijawanywesha mimi, naona ni baya. Kwa hiyo anajificha, sikufanya hivyo. Na ngoja tuangalie katika Biblia. Kuko na mambo ndugu zangu tuwe makini sana. Sasa ninaomba Mithali 28:5 nikuonyeshe kitu kingine. Mwanamke huyu ni mwanamke mbaya. Huwa anakula anapangusa mdomo ili usijue, maana wewe utatazama kwa nje. Anasema hapana, mimi sijafanya nini uovu, na alikuwa hapo Sasa huwa anawalewesha wanakuwa wabaya. Wakisha kuwa wabaya, angalia kitu ambacho shetani anajua. Ukisha kuwa mbaya umelewa, sawa? Anajua hivi. Hebu ninaomba fungu la 5 Mithali 28. Mithali 28 fungu la 5. Anasema hivi. Watu wabaya hawaelewi na hukumu. Wewe soma hiyo andiko vizuri kabisa, polepole na kwa uaminifu. Ukiwa mtu mbaya utaelewa hukumu za Mungu zinakuja. Watu wabaya wote unakuwa kipofu usiyeelewa chochote Watu wabaya hawaelewi na hukumu, alafu wamtafutao Bwana huelewa na yote. Kwa hiyo watu wabaya, ukisha kuwa mbaya, si shetani anakudanganya. Ukisha kuwa mbaya anajua ya kwamba hutaelewa hukumu za Mungu zikiendelea duniani, hutajua. Kwa sababu unakuwa umelewa, hutajua. Na hiyo anajua kabisa ya kwamba atakupunguza nguvu za kiroho. Ngoja niwaambie kitu. Hakuna faida yoyote huyu mwanamke Babeli anachokipata kutoka kwenye udanganyifu, yani mfano kanisa la Roma. Hakuna faida yoyote kwako katika udanganyifu zaidi ya kupunguza nguvu za kiroho ili usiingie wapi? Uzima. Na mambo mengine ya kiuchumi, ukimtolea zaka na sadaka anaona yuko sawa, yuko vizuri Lakini
faida shetani anaipata ni wakati ambapo watu wa Mungu, ile imani ya manabii imepotea kwa sababu amewaaminisha uongo. Ndio mwenzangu, tuko katika mapambano, sawa si unasikia tu saa hii manabii walifanyaga hivi na hivi na hivi na hivi. Jaribu wewe, si unaona kwa sababu nguvu za kiroho amepungua. Kwa hiyo ndio maana tunaitwa kutoka katika Babeli, na somo inasema amewaangusha wengi. Watu wabaya huwa hawaelewi hata neno la Mungu, huwezi elewa kisha kuwa mbaya. Hata Danieli 12 anasema hivyo, lakini hatutasoma huko. Msomaji, Biblia inatutaka sisi tuwe makini, ndugu zangu, sawa Tutafute hekima ya Mungu ili tuweze kupambana na hii. Ninaomba Mithali 2. Twende hapo Mithali 2, aya yake ni ya kwanza, ila tu point yetu iko 16 na 17. Mithali 2, twende hapo. Twende aya ya kwanza. Twende usikie. Mwanangu, na twende. Halafu ukauelekeza moyo wako upate mfahamu. Twende. Ukiita busara upate sauti yako upate ufahamu. Ukitafuta kama pesa. Ngoja. Na kumtafutia kama hazina iliyofichika. Ngoja kidogo. Nini utafute kama hela? Unajua hapa watu tuko wajuzi kutafuta hela. Lakini Biblia inasema kitu ambacho utafute kama hela, sawa ni nini? Ufahamu, busara na hekima. Mambo mangapi? Matatu. Ufahamu, busara na hekima. Kwa nini mambo haya matatu? Naomba fungu la 16. Hapo. Mithali 2, 16, 17, 18, 19. Ngoja nikuonyeshe kitu wewe usicheze. Roma ni baya. Babeli Twende usikie. Utafute hayo mambo matatu ili ya kuokoe na malaya. Malaya ni mtu, ni mwanamke wa namna gani? Muzinifu, mwanamke kahaba. Hayo mambo matatu yatakuokoa na kahaba namba 1, halafu na malaya. Nini? Wewe malaya natukanaga? Hatukani, anakubembeleza kwa maneno. Si unaona amekamata makanisa yote anabembeleza, sawa Wewe nani mwingine alibembelezwa na kahaba kwenye Biblia? Buraza nani? Kwenye Biblia nani alibembelezwa na kahaba na akatulia? Samsoni. Tutakuja tumwangalie huyo. Wewe usicheze. Na wanawake wana mambo wewe. Wanawake wana nini? Ili malaya mwenye kubembeleza kwa maneno. Twende 17. Amwachae mume rafiki wa ujana na wewe ngoja. Eti anasahau nini? Kwani agano la Mungu ni nini? Sema amri 10. Au sabato. Si ni agano ya Mungu Anasahau agano la nani? Wewe hujaona vitoto vyake vinasema saa hii tunaishi bila sheria? Tuko huru, tumeokolewa, si ndio? Vitoto vyake pembeni. Yeye mwenyewe anaibadilisha, ameshabadilisha amri za nani? Za Mungu. Tuendelee hapo. Sasa sikilizeni andiko. Biblia inasema nyumba ya huyo kahaba inaelekea wapi? Kifoni, jehanamu Halafu njia hiyo kiingia, sawa unaelekea wapi? Jehanamu. Unaona kuna watu za hiyo nakwambia unaweza ukasali tu popote. Saa hii kuna wahubiri tena wachungaji wakubwa wenye ma-TV. Unaambiwa tu wewe ni kuhubiriwa, utaenda kuchagua popote pa kuzaa.
nyumba yake inaelekea wapi? Wewe hizo dhehebu zilizopo hazielewani, wewe unasema aende popote. Ni hatari. Twende tusome fungu la 19. Yeyote atakayeingia kwenye mlango wa huyu kahaba, Biblia ilisemea sentensi ngumu hii hapa. Sikia 19. Katika hao wendao wote wanaomwendea kahaba harudi hata mmoja. Wewe hebu rudia sentensi. Katika hao wendao wote wanaomwendea mwanamke kahaba, Roma saa hii huwa anarudi. Biblia inasemaje? Harudi hata mmoja. Hamuna hata mmoja anayegeuka kurudi Ni jumla, mkataba wa jumla Usicheze. Amewaangusha wengi. Yaani Biblia inasema atakayemwendea harudi hata huyu. Subiri kama kuna kanisa itakuja kujitoa hapo moja. Si mko mnaita watu wa madhehebu yote. Kama kuna dhehebu itajitoa hapo moja kwa Roma, tafuta na utasubiri mpaka Yesu anarudi. Hakuna, wote walioingia hapo hawarudi. Huwa hawarudi. Mbaya. Tuko sawa Na wewe naomba Misali 7. Twende chapuchapu. Misali 7. Twende tusome kuanzia 6. Inahitaji wapendwa tuwe na akili timamu kwa sasa, sawa Tusirewe kwa namna yoyote ile. Na Mungu atusaidie. Misali 7 aya yake ni ya 6. Twende tuone. Anasema hivi. Ni kanisa lililoasi peke yake linalopunguza umbali kwenda kutoka Roma kujitenga kutoka Roma ndio yanakuwa yameasi hayo tu peke yake. Twende usikie. Sulemani anasema dirishani nikachungulia akaona nini? Sende sikia. Alichungulia katika shubaka yake. Nikaona katika wajinga. Wewe akaona katikati ya wajinga. Jinga ni ngumu, kazi mbaya sana hii kuwa mjinga. Akatambua miongoni mwa yaani kuna vijana wengi lakini kuna mmoja akamuona miongoni mwao wengi Yukoje? Kijana mmoja asiyekuwa na akili. Wewe amelewa Kijana mmoja hana nini? Asiyekuwa na akili. Twende tusikie. Akipita njiani karibu na tebe yake. Akishika njia inayoenda wapi? Nyumbani mwake. Huyo kijana anaelekea nyumbani Wewe nyumbani mwa kijana ni wapi? Vijana wote tupunge mkono Nyumbani kwetu ni wapi? Nyumbani kwetu ni wapi kibibilia? Bingu? Kumbe kijana alikuwa anashika njia anaelekea wapi? Anaiendea Yerusalemu ya mbinguni. Wewe sikiliza wewe. Kwani alifika? Twende usikie. Hakuna hakufika. Twende usikie. Wakati wa magharibi. Wakati wa jioni. Kijana yakikukuta haya ukimbie uombe Mungu haraka haraka. Twende usiku wa manane. Gizani. Tazama mwanamke akakuta. Kijana katika safari ya kijana kwenda nyumbani alikutana na nani? Kwani alienda kumtafuta? Mwanamke kahaba yeye anatafutaga anatafuta vijana. Sikia hiyo. Ana mavazi ya kikahaba. Huyo mwanamke ana mavazi ya kikahaba. Matendo Twende tusome. Mwelevu wa moyo. Ana akili nyingi, mwelevu wa moyo Haya. Twende. Ana kelele na ukaidi mwingi. Miguu ya huyo mwanamke haituliagi nyumba. Ambia mke wako wewe unatulia nyumbani pole. Wale napunguze kelele nyumbani, sawa? Maana hizo kelele ni za yule mwingine, si mwanamke mwema
Hata wanaume hawataki kelele, sawa? Hawataki kelele. Sasa tuendelee kusoma. Huyu kijana akakutana huyu mwanamke ana sifa hizo. Twende usikie. Mara yuko njia kuu, mara viwanjani, yuko kwenye kumbi za siasa, anaotea kwenye pembe za kila njia. Wewe kijana akafanya nini? Yule mwanamke akakamata nani? Na kijana anaelekea wapi? Rafiki. Yule mwanamke akamshika, alafu akambusu. Wewe sawa Tari sana ogopa. Utabembelezwa wewe mzee Raison. Chunga mzee, sawa Ukasahau na njia hivi, nilikuwa naenda nyumbani, kumbe tukalale huko Akamshika kijana, akashikwa na akapewa nini? Akabuziwa. Ni hatari, twende usikie. Akamwambia wewe, hata hana aibu. Najua mwanamke anakuaga na aibu kijana Akimwambia mwanaume si anakuwa na aibu yeye hana aibu. Kiona anaongea hana aibu, chunga, sawa? Atakana awe na aibu kidogo si ndio mzee? Anakuwa na adabu, hata anaogopa. Sasa yeye anaongea bila nini? Bila haya. Anasemaje? Sikiliza hayo maneno, twende. Kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu. Twende. Hii ndio maana nikatoka nikulaki. Saidieni watoto tafadhali. Wewe mwanamke anamwambia mwanamume, ninakutafuta uso wako kwa si mwanaume ndo anatafutaga. Leo kumegeuka ni utafute uso wako, si polepole. Hata saa hii wewe makanisa yanatafutwa kwa bidii. Yote yaliyokuwa yamesimama. Wewe unafikiri ataishia huko? Mamunyange nauliza, unafikiri ataishia huko? Ateke CTA peke yake atulie, si ndio? Si hata huku. Kuwa macho hata huku aise, Mungu atusaidie, sawa jameni Haishi huko. Hata huku anafika, anautafuta uso kwa bidii. Kwa maana mimi huwa natamani, unajua kanisa ya Wasabato Mungu amekipa kitu hiki kimoja kizuri. Hajampa mtu mmoja kalama zote. Hiyo tu ndo mimi napenda. Maana huyu atasaidia huyu, si ndio? Kesho ukiona kuna mtu anaenda aendi sawa sawa unanoa upanga polepole, unaunyosha kama sema wewe, usinyamaze. Tuko sawa? Ili kila mtu atafute adabu katika Sayuni, sawa? Wenye dhambi katika Sayuni wafanye nini? Watetemeke kabisa kwa uwepo wako. Tuko sawa Kila mtu ashike adabu anapokuwa katika kanisa la Mungu, sio unakuja kufanya vitu kama unavyotaka wewe. Sawa? Tuko sawa Kwa hiyo shika nini? Imani. Hiyo ndo nzuri, mimi napenda. Unaona hawa watu wote kuko hapa si wote kwamba ni wa kupelekwa wanajua kuna kitu kienda kinyume, wanakwambia huko kombo. Tulia kidogo mtumishi tunakubembeleza na safari tunaendelea. Tuko sawa? Hiyo ndo mimi napenda hii dunia. Hapo tu, kwa sababu Mungu anakupa kibao na anasema na wale ambao ni waaminifu wake. Twende tusome. Huyu mwanamke kitanda chake amekitandika, kiko vizuri Wewe ukiambiwa kitanda kiko sawa na anakutangazia kabisa kitanda changu kiko vizuri wewe. Alafu magodoro mazuri
Amenunua Misri, yako na mistari, yako vizuri. Usicheze. Wewe kuna perfume kwa kitanda, wewe si kuna vumbi. Karatasi zote unatumbukizaka kwa uvungu Uko na si ungechimba shimo la takataka hapo chini. Chumbani Yeye anasema nimeweka nini? Marashi mazuri, perfume nzuri. Usicheze. Lengo ni kukamata vijana. Soma hapo mtumishi. Viko vingi Tuendelee. Haya. Twende tufanye nini? Tushibe upendo mpaka asubuhi. So kwenye Biblia upendo ni nini? Yaani upendo ni nini? Haya, tuende pole pole. Niambieni, asubuhi inamaanisha nini kwenye Biblia? Ukisikia asubuhi inamaanisha nini? Halo, ni wale ama tungoje wengine? Asubuhi inamaanisha nini kwenye Biblia? Haya, tunasema sasa. Inamaanisha ujio wa nani? Wa Yesu mara ya ngapi? Hiyo inaitwa asubuhi njema, sawa? Umeshika? Kwa hiyo mwanamke kahaba anataka kung'ang'anie mpaka Yesu tadi sana. Wewe sikiliza, huyu mwanamke ni wa ajabu, ninawaambia. Soma hapo. Tujifurahishe nafsi zetu kwa twende maliza. Mume wangu hayupo nyumbani. Amependa safari ya mbali. Wewe, kwani mwanamume ni nani? Kwenye Biblia mwanamume ni nani? Yesu. Yupo? Si ameenda safari ya mbali? Alikuja alafu akaenda safari ya mbali. Huko kabla hajarudi, yeye ameshamwacha mume wake, sawa, akaanza wengine. Ndani sana. Sasa soma mafungu mawili ya mwisho wa hiyo sura. Hapo ndo kuko na kichwa cha somo Kichwa cha somo mnaokuja kinaitwa amewaangusha wengi. Twende usome sasa. Twende tusome. Aya mbili za mwishoni. Ndio, maana amewaangusha wengi. Huyu mwanamke kahaba, Biblia inasema amefanya nini? Amewaangusha wengi. Amewaangusha wengi, na wote waliomwendea hajawahi rudi hata huyu. Sicheze. Amewaangusha wengi waliojeruhi. Walio nini? Waliojeruhi. Aliowajeruhi. Naam. Ni jeshi kubwa. Usicheze. Hiyo ni jeshi ngapi kubwa imeuawa na yeye? Silete utani. Tuko kwenye pambano kubwa. Tuko sawa watu wa Mungu Wale ambao amejeruhi ni jeshi kubwa. Wale ambao amejeruhi ni jeshi kubwa sana. Kwa hiyo mwanamke kahaba, watu wa Mungu wanaitwa kufanya pambano kama Yusufu. Yusufu alifanyaje? Si yeye alishikwa na yeye njoo fanya nini? Lala na mimi alifanyaje? Vijana wa leo wanasemaje? Miguu ni zaidi. Alikimbia, wewe ndo dawa Kimbia. Yeremia 51:6. Yeremia 51:6. Amewaangusha wengi, na waliouawa na yeye ni jeshi kubwa. Amewaangusha wengi. Twende tuone. Yeremia 51:6. Yanasema hivi. Twende usikie huyo mwanamke. Kimbieni kutoka Babeli. Twende. Kila mtu tunatoka wengi, maana kuna watu wanasubiriki mpaka wengine watoke.
Kila mmoja ajiokoe nafsi yake. Hatuokolewi wengi, sawa Chunga, hatuokolewi wengi. Jiokoe wewe kama wewe. Kimbia kabisa. Haya, sasa hiyo tutoke. Kwenye Biblia kuna blaza mmoja aliwahi kukutana na hiyo. Tujaribu kupitia baadhi ya walioangushwa nao maana wamesema ni jeshi kuu. Jeshi kubwa. Mlimtaja blaza Samsoni, si alibembelezwa Hebu ninaomba Waamuzi 16 nikuonyeshe tu mambo machache kuhusu Samsoni. Nilipokuwa ninasoma kitabu cha Waamuzi nikaona hata kina mambo magumu ya kujifunza Hawa wanawake wako hao, Mungu awasaidie. Kuna mambo mengi, sicheze. Samsoni huyo, twende tusikie 16:1. Samsoni, usipite kwenye nyanja za kahaba, kuna maeneo umekatazwa. Sikia hiyo. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba. Kumbe akaona, yeye mwenyewe aliona ni mwanamke gani? Ni kahaba. Alafu akaendelea na yeye. Akaona huko mwanamke kahaba, alafu akaingia kwake. Samsoni, mtu wa Mungu huyu, akaingia kwake. Haya, sikiliza sasa, walipoingia nini kikapangwa hapo? Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wewe Samsoni yuko huku. Wakaambiwa wakafikia wakamvizia usiku kucha. Sikilizeni ngoja kidogo niseme. Mwanamke kahaba Samsoni alipoingia kwake, watu wa Gaza wakaambiwa, sawa wakampangia ajenda usiku kucha. Na ukumbuke asubuhi inamaanisha ujio wa nani? Kwa hiyo saa hii ni usiku. Bado asubuhi inakaribia, sawa? Sasa sikiliza, mwanaume mwenye akili, vijana mwanaume mwenye akili usilale mpaka asubuhi. Si alikwambia ulale naye mpaka asubuhi mshibe upendo Wewe sikiliza Samsoni. Kwenye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha. Na Biblia wale wa Mungu inasema wapige nini? Kelele, si ndio? Lakini wale waliokamatwa na kahaba, wao wananyamaza. Walio pamoja na kahaba wananyamaza. Lakini watu wa Mungu wanaambiwa wapige nini? Tarumbeta isikiki hata saa hii. Sikiliza saa hii. Si unasikia mahubiri? Watu wanasema kweli. Wamenyamaza usiku kucha. Saa hii usiku unaendelea Hakuna anayepiga kelele. Tuendelee kusoma mtumishi. Tungoje mpaka asubuhi. Wewe mwanaume usikoje mpaka asubuhi, sikiliza. Ndipo tutaamua. Alafu asubuhi kumbe ni njama zinapangwa na watu wa mji kumwangamiza nani? Kwani shetani saa hii hapangi kukuangamiza kupitia Babeli? Si anatumia hiyo? Kwani kuna kanisa linalotumiwa na shetani duniani kama Roma? Iko? Haiko? Sikiliza tuendelee. Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane. Samsoni akalala kwa kahaba hapo yuko kwa kahaba Wewe asubuhi sikukute hapo. Akalala mpaka usiku wa manane. Sikia. Akaondoka katikati ya usiku. Wewe Samsoni ana akili. Usilale mpaka asubuhi, utafia hapo. Sawa Ondoka usiku wa manane. Silale mpaka asubuhi, utafia hapo. Akaondoka usiku wa manane. Hiyo ndio ilikuwa ponda yake. Twende usikie. Endelee kusoma. Akaishika lango ya lango la mji. Na miiko yake miwili. Akaikoa pamoja na koleo lake. Akajipinga koleo lake. Akamchukua hata
kilele cha mlima ule unaokabili Nebo. Na mimi nakuuliza, nini maana ya mlima? Kanisa la Mungu, si ndio? Kwa hiyo ukikimbia Babeli unaenda wapi? Unaenda kulala na kwenyewe. Hata kama ulikuwa huko kwenye uongo, saa hii ni wakati wa kutoka. Twende ine. Sikiliza matatizo tena mengine ya ndugu yetu. Mungu atusaidie. Hatuna maana ya kwamba wao ni watakatifu, tunajifunza kwao. Hili nalo ni tatizo jingine. Fungu la 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Solei. Jina lake akiitwa Delila. Alafu sikiliza tena, akapenda mwingine. Mambo hii dunia hii. Sikia hiyo. Anasema hivi. Nao wakuu wa Kristo wakamwendea. Alipoona amependa mwanamke mwingine. Kwani alikuwa Mwisraeli huyo? Mwanamke wa mataifa, sawa? Huko Babeli. Wakamwendea, wakamwambia mpeleleze upate kujua siri ya nguvu zake. Wewe, kumbe sikiliza tafadhali. Shetani anajua una nguvu za kiroho, sawa Kwa hiyo anahangaika kujua uimara wako uko wapi. Kwani alikuwa amepata? Si wewe ndo unasema? Acha kuongea mambo mengine. Angalia, shetani anatumia mwanamke kwenda kutaka kujua siri ya nguvu za Samsoni ziko wapi. Kwani nguvu za Waadventista ziko wapi? Anahangaika kujua Maana yake wametafuta kumfunga, kumkamata, imeshindikana. Kwani unafikiria ataweza? Hamna. Hata kama akiweza kuchukua theluthi ya ulimwengu, lakini watakatifu wa Bwana watabaki. Na Biblia ilipowahesabu iliona ni wanaume 144,000. Watabaki, sawa hawezi kuongoza ulimwengu kiujumla kwa sasa akautawala. Haiwezekani. Lakini angalia, wanapanga kumwendea Samsoni wajue siri ya nguvu zake ziko wapi. Na hata saa hii shetani anakutafuta wewe. Anatafuta wapendwa. Twende tusome. Anasema na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kufunga na kumtesa. Tumshike tupate kumfunga na kufanya nini? Na kumtesa. Kumbe shida kubwa. Shetani anataka atuingize utumwani, atufunge, halafu tupate nini? Unaona? Kwa hiyo kwa kukufundisha uongo, ukiamini uongo, unatiwa wapi? Utumwani. Sina ndugu za uongo wameishaingia kwetu. Si Biblia inasema hivi? Galatia 2:4. Ndugu za uongo wanaweza kuingia kwetu ili kuupeleleza uhuru wetu tulionao katika Kristo, wapate kututia utumwani. Sasa sikiliza. Tuendelee. Wewe hata saa hii anatumia makahaba na yeye mwenyewe. Lengo kubwa ni nini? Ni watu alipwe nini huyo mwanamke? Alipwe nini? Fedha. Kwani ilikuwaje? Ngoja nikwambie. Mwanamke kahaba Babeli, si kwamba uongo wake na nia yake huwa inajificha. Inasemaga waziwazi. Wewe angalia Delila alichoenda kusema kwa Samsoni. Fungu la 6, twende. Delila akamwambia Samsoni, afadhali niambie siri ya nguvu zako nyingi. Na jinsi wezavyo kufungwa ili uteswe. Hivi hiyo ni akili kweli? Bwana hata unidanganye kwa siri. Yaani unaniambia wazi niambie siri za nguvu zako nipate kukufunga na kukute? Si hiyo ni mambo makubwa. Mambo ya ajabu Hata ungenitafuta hata namna ya kunidanganya kwa siri. Na ndio maana mwanamke kahaba Babeli, sawa ukichukua vitabu vyake, uongo wake wote imeweka na hiyo hata kusudi yake.
imeweka wazi. Wewe mwanaume unaambiwa niambie siri yako nipate kukufunga na kukutesa. Uko pale, si unakimbia kama uko na akili timamu. Lakini kwa sababu ukiwa umelewa utakaa hapo hapo. Tayari sana. Na ngoja niwaambie kitu. Kuna kitu ambacho kilinishangaza kwenye Biblia wakati nikisoma Nataka nikuulize haya, wale ambao mumeoa wote munijibu hii swali. Tuko sawa? Humu ndani munijibu. Kama huyu mwanamke asingepata jibu kwa Samsoni, sawa angesema Samsoni ana shida gani? Angesemaje? Mzee Raison. Kuna mmoja alikuwa ametoa jibu huku. Hanipendi. Angesema Wewe, hebu ninaomba Waamuzi 14, rudi hapo fungu ya 10, sura ya 14, fungu la 15. Angesema na ngoja waangalie hawa watu, si hawaanzi wao, walianzaga hapa. 14 fungu ya 15. Twende tusome. Ikawa kwa siku ya saba. Wakamwambia mkewe nani? Nini? Mubembeleze nani? Mume wako. Sikiliza. Ili atuonyeshe hicho kite. Usije tukakutengeneza kwa moto. Moto wewe na roho yako. Je, mmetuita ili mpate kuchukua mali yetu? Twende. Je, sivyo? Sivyo. Basi mkewe akamfanya angalia mbele yake. Sasa sikiliza, mke wa Samsoni anavyolia mbele ya nani? Aliliaje? Akasema, wewe wachukia. Wewe unipendi. Unaona hivi? Hata saa hii wewe mke wako usipofanya baadhi ya mambo anajua wewe unipendi. Lakini kweli alikuwa hapendi wewe. Ni mbinu, sawa Ni mbinu. Akaambiwa wewe unipendi, ushirikiani na mimi. Hata makanisa mengi Roma imeyakamata kwa kuyaambia njoo uungane na nani? Na mimi. Akiwa anataka kumpa nini? Fedha nyingi, si ndio? Fedha nyingi. Biblia katika kitabu cha Mithali. Hata saa hii wachungaji wenu wachungaji huko nje wanalipwa kwa mafedha mengi, si ndio? Naomba Mithali 28 fungu la 21. Usikie. Biblia inasema tusije tukaasi Mungu kwa sababu ya fedha. Ni makosa. Mithali 28:21. Mithali 28:21. Twende. Jabu, twende. Kupendelea watu sio kuzuri. Sio kuzuri. Wala mtukuazi kwa ajili ya kipande cha mkate. Na usiasi kwa ajili ya kupata nini? Kipande cha mkate. Usitake kuwazi kisa unataka pesa. Watumishi, fedha hapana. Tubakini tu na imani. Huko ndo Mungu atatujalia, si ndio Usiasi kwa ajili ya kipande cha fedha. Mungu atusaidie, sawa jamani? Kwa hiyo alikuwa ni mwanamke wa kubembeleza. Na Samsoni unajua alikosa katika hiyo. Suleimani alikosa katika hiyo. Manabii wengi wale waliouawa na yeye ni jeshi kubwa sana. Yaani ukichukua Samsoni ukaweka kanisa la Suleimani na Samsoni ukaweka kanisa moja na wengine wote walioangushwa na wanawake, mtoe humo Yusufu na Ayubu peke yao,
peke yao. Weka na Adamu na Hawa, maana Adamu naye aliangushwa na. Ukiweka hapo ni jeshi kuu. Kwa hiyo hata Babeli itatesa jeshi kuu, itachukua jeshi kubwa. Ukiwaangalia ni mashujaa wa imani Unaona huyu mtumishi wa Mungu Samsoni, hata mbingu aliingia kwa bahati nasibu. Wewe alikuwa anaenda huko jumla Chunga sana. Sasa ngoja nikuonyeshe sasa kitu kimoja ambacho ameleta. Maana leo tutakuwa na ubatizo Nitumie dakika hizi kusema ubatizo. Hebu ninaomba gombo la 6. Weka hapo chapuchapu. Niweke hapo gombo ya 6 Angalia hili andiko, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6. Sura ya 8 inasema nini? Ngoja nikuonyeshe ulevi wa Babeli kwenye swala la ubatizo. Biblia na roho ya unabii nasema hivi. Gombo la 6 kwa wale wanaotufuatilia mitandao ni Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, ukurasa wa 91, paragrafu ya kwanza. Biblia roho ya unabii nasema hivi. Maagizo ya ubatizo na nini? Ni nguzo mbili kuu. Moja bila, maana yake ni ya nje, na nyingine ni ya ndani ya nini? Juu ya maagizo au maazimisho haya Kristo ameandika jina lake la Mungu wa kweli. Ubatizo na meza ya Bwana. Ubatizo ikiwa ni mlango wa kuingilia, na meza ya Bwana ikiwa ni chakula cha walioko nyumbani. Sasa usitake meza ya Bwana kabla ya ubatizo, sawa? Anza kwanza alafu ule, si ndio? Sinakuwa ni nzuri. Haya, na leo tutakuwa na ubatizo hapa. Wewe tujiandae tu. Shuka hapo kidogo nikuonyeshe paragrafu ya 2. Kristo amefanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Na meza ya Bwana ni kusherekea ufalme. Sasa unasherekeaje kabla hujaingia? Rudi mwanzo, sawa Sasa ngoja nikuonyeshe kitu. Hebu ninaomba angalieni saa hii fujo iliyopo. Unajua mtu akishalewa sasa. Si nimesema Roma ilileta ulevi pia. Kwenye hili swala Roma imeleta ulevi. Tuko sawa? By the way, na watu wamelewa Watu wamelewa, usilete utani. Kuna vitu ambavyo unajua hiyo ni njia pekee ya kuingia, sawa Kuna vitu ambavyo kwenye swala la ubatizo Shetani ameweka ambavyo havikutakiwa viwepo, si ndio? Mfano, hebu ninaomba baadhi ya video ni play hapa. Hata nikuonyeshe vitu kidogo Hebu ninaomba hiyo ya KKT hiyo. Huyu mwanamke naye eti anabatiza mtu huyu. Unaona hiyo matatizo? Hiyo inaitwa nini? Sala na batizo Ewe urudia kuiplay. Nikafupi lakini tunaweza kujifunza. Weka sauti kubwa kidogo. Eti wako na mabakuli hapo. Wewe unaona hawa ni sawa? Ziko timamu. Tayari ulevi umeshaingia Hiyo tu ni moja. Wewe hiyo ni bora Weka ingine hiyo ya moto hiyo. Ngoja kidogo. Sikilizeni, tuwe tunalewa tunabakiza na akili hata kidogo, sawa?
Huu ni moto, mkaa umekokwa, si ndio ukawekwa, si ndio? Wewe si kama niko hapa, wewe ninaita Joshua Mwamunyage huko sawa na kubatiza kwa jina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, uko peku miguuni, alafu unakimbia juu ya mkaa kwa sababu imeandikwa Yesu atakapokuja atakubatiza kwa moto. Hii ni tabu hiyo. Hebu punguza sauti, alafu isiwe kubwa sana, iwe tu kawaida na hizo ni kwaya. Kulia kidogo. Tukilewa tuwe tunabakiza hata kidogo, hata za kufikiri, si ndio? Kuna mtumishi hapa anaitwa Magige, tutatambulishana baadaye. Huwa anasemaga hivi ukiamini ubakize na akili za kufikiri. Usiamini jumla. Sawa ukawa mjinga. Hata Biblia na roho ya unabii nasema imani ya kweli haimuongozi mtu kuwa mjinga, si ndio? Ubakize. Sasa huyu mtu ukikutana naye asubuhi umuulize, bwana, mbona miguu yako ina nini? Anakwambia nilikuwa ninabatizwa. Ulevi ameangusha wengi Wewe niwekee hiyo. Hii nyingine hii. Hii hapa hizi dini zingine tuzichunguze, watu wa Mungu, ni baya sana. Hapo ubatizo uko vizuri. Usipopita hapo wewe sio mshiriki. Na meza ya Bwana ukuli. Hamuna kukimbia, unapita polepole, maana hata Yesu mwenyewe alipita polepole. Subiri kidogo. Wote wamezini. Wale wako mitandao hatutawaonyesha hiyo kwa sababu hatujai-upload. Haya, inatosha. Sijui mna huyo shemaji. Hii dunia iko na tabu wewe. Wamelewa, sawa Kwa mvinyo. Sasa twende hiyo ya SDA. Maana mkisha batiza sahihi kuna matatizo hiyo ya vyeti. Unatoka kubatizwa alafu napewa cheti. Tunatunuku cheti cha nini? Passport ya kuingilia mbinguni. Hebu ngoja kidogo. Subiri kidogo hapo tulisa. Huyu dada ukimuuliza, mtu wa Mungu, wewe ulibatizwa? Cheti changu hiki hapa. Kwa hiyo anaonyesha cheti, kitambulisho Na kila cheti ni bei gani? Bei gani? 500. 1000 wewe. 500 ilikuwaga zamani Cheti cha ubatizo. Saa hii hata SDA iko hapo Inataabisha watu saa hii. Unalipia tena ni mchango umekaziwa Unalipia 1000 unapewa cheti cha huku bado. Maana mimi nilitokeaga makanisa ya Dar es Salaam, huko ndo kuko na matatizo. Sijui alishagomaga kwenda mbinguni, sielewi. Vipo unavyo? Unaona mzee yuko hapo ana cheti cha ubatizo Na kabla ya ubatizo unaapa kwanza.
Unaamini Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho, nafsi tatu za milele? Useme pale ndio nami. Usiposema na ni uongo Mimi ningeshauri wote, ni vile sisikiki kwa Wasabato wote. Ningeambia kwenye hicho kiapo, na ukiwa umepangwa msitari kama umewekwa mshikaki, si wanapangwa hivi Kwenye hicho kiapo namba 1 sema tunapinga. Sawa kiujumla tu, hata viapo huwa havipo. Kwa hiyo hii ni kutunukiana vyeti, sawa? Haya, hebu jaribu Huseni tuone. Jaribu kuingia kwenye YouTube, andika hivi. Andika aina 5 za ubatizo. Nafikiri aina 5 za ubatizo. Jaribu kuangalia. Kuna moja hapo ya vitoto vidogo saa hii vinawekwa kwenye maji, hujawahi ona. Tuone. Hiyo zifahamu nini? Hapo panda kidogo, angalia hapo. Zifahamu pale juu umepapita. Zifahamu nini? Aina 5, hiyo ndo nataka hiyo. Tuone. Haya. Sogea mbele kidogo. Sio hiyo tu. Haya. Kuna mahali nilitamani nizione. Sijui bado kama utanisaidia zile za kina Cyprian. Haya. Basi tuachane na hiyo. Nitaka nikuonyeshe ubatizo kama wa watoto wadogo. Unambatizaje mtoto Ukiangalia hapo, kwa ngapi walibatizwa wakiwa watoto wadogo, wakiwa na miaka 2, 3. Mimi nilikuwemo pia. Nyosheni tu, angalia tu, nyosha mkono kabisa mwingi, ionekane iwe mingi. Hata kama wewe ni mtoto, si ulishabatizwa? Nyosha tu. Hiyo kundi ya watu unaowaona, hiyo mikono yote walidanganyika. Kwa hiyo unaona shusha. Na hiyo ni kutoka kwenye misimamo ya wazazi. Maana za hii madhehebu ni kulisishana, sawa ukiona baba ni KKT na wewe huko, bila kuchunguza, si ndio? Baba ni MSDA na wewe huko. Chunguza kwanza. Kuna wazazi wengine dini zao ni uchawi. Usiende tu, si ndio? Usiende tu, chunguza kwanza. Kwa hiyo katika swala zima la ubatizo, mahali ambapo Yesu alichagua kuwa ni njia ya kuingilia katika ufalme wake wa neema, ufalme ambao Yesu anafanya kazi ndani ya mioyo. Tulisema tuko na falme 2, si ndio? Ufalme wa neema na wa utukufu, sio? Haya, kama hujasoma hiyo, basi utaenda kusoma Pambano Kuu, ukurasa wa 347 wa Kiingereza, Great Controversy, page 347. Utaenda kusoma kwa wakati wako. Utakuta pale ufalme wa Mungu umegawanyika makundi ngapi? 2. Kuna ufalme wa neema ambao uko ndani yetu, na kuna ufalme wa utukufu ambao atakuja Yesu kutuchukua, kutupeleka tukauingie. Sasa wa neema ni lazima uwe nao ndipo kaingie wa utukufu, sawa Hautapata wa utukufu kama wa neema huna. Sasa kuingia wa neema, njia ya kwanza pekee ambayo Yesu amechagua ni kwa njia ya ubatizo. Swali, upande wa shetani utavumilia useme sawa? Utasema hivyo? So, nendeni mbele mkaingie? Hapana. Shetani lazima afanye vita. Ataleta umbatize mtoto mdogo, ameamini nini? Ataleta unyunyizwe maji kichwani. Hiyo ni baya. Epukaneni hata na batizo hizo ambazo hazienendi katika sawasawa na maandiko ya nani? Ya Mungu. Tuko sawa watu wa Mungu? Kwa kufanya hivyo kuna kitu kingine hapo. Ninaomba hapo chapu nukuu moja nisome tu.
nukuu moja inaitwa rebaptism. Nifungulie hiyo rebaptism hiyo. Nataka niwasomee kitu. Hata Wasabato wanaotoka kwenye mfumo wa GC, sawa usifikiri huo ubatizo ni halali kimaandiko. Kwa hoja sio halali. Angalia hii. Hiki ni kitabu kinaitwa samani, punguza kidogo nataka nisome pale chini. Hiki kitabu kinaitwa 7 MR 262 paragrafu ya pili. Ninasoma kwa Kiingereza, tutatafsiri wote kama inawezekana Haya, kuza sasa. Haya, nasema I speak to our reading brethren. Msaidieni mtoto Ninazungumza kwa ndugu wanao tuongoza, sawa To our ministers, kwa wahudumu wetu, and especially to our physician. Hasa kabisa kwa wale ambao ni matabibu Just as long as you allow pride to dwell in your heart, so long will you lack power in the work of in your work, kwamba utapunguza nguvu za kiroho wakati unaporuhusu pride, majivuno na kujisifu, kujiinua ziendelee kuwa ndani ya moyo wako. Alafu anasema for years a long spirit has been cherished as a spirit of pride, a desire for preeminence. In this Satan is deceived. Katika hili shetani anatukuzwa unapojiinua. Shetani anatumikiwa and God is honored, na Mungu akiwa haheshimiwi, sawa The Lord call for a decided reformation. Mungu anaita matengenezo muhimu yaliyozamilia matengenezo ya kweli. And when a soul is true converted, let him be re-baptized. Kama roho inashawishikwa, hata kama ulikuwa umefanya ubatizo zamani na ukaona ya kwamba kuna namna fulani umerudi nyuma, Biblia, roho ya unabii nasema fanya kitu kinaitwa re-baptism. Fanya upya agano na Mungu. Tuko sawa? Shida ni kwamba tunaogopa ubatizo badala ya kuogopa dhambi zetu. Yaani dhambi ni kama kitumbua unakula. Ubatizo ambayo ni njia ya wewe kuokolewa, si ndio? Wewe unaiogopa tena. Kwa sababu, na kwa nini shetani naye analeta huo uoga? Kwa sababu imekaliliwa hivi. Sikiliza, mtu anayebatizwa ana dhambi, si kweli? Ikiwa ni hivyo, nitakuwekea hoja. Yesu alikuwa na dhambi gani? Yesu alitenda dhambi gani? Kwa nini alienda kubatizwa? Ninauliza hivi, Yesu alikuwa hakutenda dhambi, kwa nini alienda kubatizwa? Mzee, si sababu imetajwa kwenye Biblia? Imetajwa hivi? Akupe kielelezo wewe. Uipe kielelezo familia yako. Yesu alipoenda kwa Yohana alitaka kubatizwa na Yesu na yeye, si ndio? Yesu akamwambia, wewe nibatize mimi kwanza, maana hiyo ni hakio tuitimize, si ndio? Si lazima uwe na dhambi. Wewe hata kama unajiona mtakatifu, kama haki na kutaka uonyeshe watu kwa njia ya ubatizo, usiubatizwe. Tuko sawa? Na sijajua kama kuna mtu anaweza katokea hapa akanyosha mkono akasema mimi peke yangu siko na dhambi. Maana sijawahi kuiona hiyo. Hata kwenye maandiko Bwana tusaidie. Kwa hiyo kuna hiyo baptism, sawa maana hebu shuka hapo kidogo nisome ya mwisho. Hii hapo ya mwisho. Ziko nyingi lakini wacha nisome hii ya mwisho inayofuata. Hapo namba 2.
Hiki ni kitabu kinaitwa Faith I Live By, imani iokoayo kwa Sabato. Ilikuwa ni kesha. Hii ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe kama 22 mwezi wa 5. Au Faith I Live By, ukurasa wa 148. Kichwa cha somo kinasema simama ukabatizwe, unakawilia nini? Matendo 22:16. Sawa Amezungumza hapo kwamba mtu ambaye anavunja amri za Mungu, ziwe zote au moja peke yake, huyo mtu anahesabika amevunja zote. Sawa Ni mtu wa mataifa, si ndio? Kama anataka kurudi katika imani, afanye kitu kinaitwa rebaptism. Si Matendo 19? Kwani walikuwa wajabatizwa? Matendo 19 walikuwa wamebatizwa Matendo 19:1, twende tusome. Bisho kichapu chapu. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha. Swali akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Unaona, si ni tatizo nayo hiyo? Mlibatizwaje bila ushahidi wa Roho Mtakatifu? Maana Roho Mtakatifu ndio anatakana kwanza kutie nguvu ndio uende. Usipoenda kwa njia ya Roho Mtakatifu, maana yake unaenda kuoga maji. Sikuna wavuvi kila siku wanabatizana huko majini. Na niliwaambia tena kitu kimoja tuzingatie hili, usimshawishi mtu kubatizwa. Sawa Mtu aliyeitwa na Mungu mwenyewe huwa anaomba nini? Hiyo tu. Basi itakuwa tumeweza kufika mahali pazuri. Paulo alipowafundisha akawabatiza upya. Tuko sawa Kwa nini wanabatizwa upya? Si ulibatizwa kwenye uongo? Huo si ubatizo. Ubatizo wa kwenye uongo huo unakufa, yani hauna maana, invalid. Sawa Ubatizo ubatizwe katika kweli. Ndio swali. Haya, hiyo ni kitabu Matendo Tafuta kitabu cha Paulo chochote kilichoandikwa na Paulo, nisomee moja. Si nimesema kitabu chochote? Nisome. Haya, twende. Paulo mtumwa wa Kristo Yesu. Ati Paulo ni mtumwa wa Kristo Yesu. Kwa hiyo alifanya kazi kama mtumwa wa Kristo Yesu. Aliyeitwa kuwa mtume. Aliitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Nitakuwa nimejibu swali au mpaka niseme alikuwa ni nani? Haya, Paulo alifanya kazi mbili, alikuwa mtume, alikuwa mwinjilisti. Kuna swali lingine? Imetosha? Haya, lakini pia ni mwalimu, si anatufundisha? Kwa hiyo kuna vyeo, mwikoti mwingine unakuwa na karama zaidi ya moja, si dhambi. Sawa Hapana. Kwani Filipo alikuwa mchungaji? Matendo 8, Filipo si alikuwa shemasi? Hiyo ni kukalilishwa tu. Na ndio hiyo tunaita ni miongoni mwa ulevi pia. Nalewa pole pole. Haya. Kwa hiyo ninafikiri ya kwamba mpaka hapo tulipofikia tuko sawa sawa, si ndio
ninapendekeza sasa tuweze kuishia hapa. Si tumeshaelewa concept kubwa Kwa hiyo ndugu zangu, kila swala ninachotaka tu nihitimishe kwa kusema kila jambo katika maisha yetu. Kila jambo katika maisha yetu, sawa? Mungu anatutaka tuwe chini ya mapenzi yake, kila kipengele, sawa Lakini pia shetani kila kitu chenye wokovu amekiwekea nini? Mitego. Tusilewe. Maana amewaangusha na saa hii kuna vita inaendelea. Vita ya kiroho ni mbaya sana. Na ni vita ngumu sana. Tuko sawa? Tujipe moyo tusonge mbele tusichoke. Si ndio watu wa Mungu? Bwana wabariki sana. Wale ambao mtakuwa tayari kwa ajili ya ubatizo, mtumishi nafikiri watakuja kutoa wito, mtaangalia namna ambavyo mnaweza. Wewe andaa moyo wako, endelea kutafakari, sawa shariti tu umejifunza, unaielewa imani. Hatutaki mtu abatizwe kesho tumkute anauza mkaa Jumamosi huko. Chonde Tuko sawa? Hatufanyi kama SDA saa hii kwamba tukubatize tukufundishe. Hapana, tunakufundisha ndo ubati. Na makanisa mengine yote ni kukubatiza ndo wakufundishe. Hapana. Unafundishwa kwanza ndo unafanya nini? Kwa wewe mwenyewe kuamini. Wangapi tuko pamoja? Mwambie hiyo ndio kanuni ya Injili. Siwaambie hata mwenzako hapo. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiu. Alafu mfanye nini? Mwabatize, si ndiye? Atakayeamini. Usitake kubatizwa kabla hata hujahubiriwa. Umeipata? Haya, iplay. Haya, angalia hii tabu Huo ni ulevi huo hapo. Iliyokuwa nataka. Unaona katoto hapo. Katoto kanalia kajiokoe na mtu amevaa makazi. Rudisha kidogo. Katoto kanalia kajiokoe, kanaona mbona sasa huyu mtu hata ana huruma. Hii ni kanisa kweli? Hiyo. Alafu wimbo unaimba Maria. Sinaona hata katoto hata akafurahi, si ndio? Haya, tosha. Baadaye kakue kaulize nani aliwaambia mkanibatize? Sijui watakajibu nini. Wewe ulivunjaga haki yangu nikiwa mtoto Haya ndugu zangu, naomba tuishie hapo, tuombe alafu tuendelee na kipindi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa kuwa pamoja na sisi. Tunanyenyekea miguuni pako kwa sababu umekuwa pamoja nasi na umetufundisha. Tunapoendelea na vipindi vingine, tunajikabidhi mikononi mwako. Tukiendelea kuomba Baba utusaidie tusije tukaingia katika mpinyo wa Babeli, katika mafundisho ya uongo, na kwamba tukaanguka katika mambo ya imani tukazimia. Tusaidie watoto wako tusije tukaingia katika mitego ya shetani. Saidia pia kusimama katika jukwaa lako la ukweli katika wakati huu, maana ndio zamu yetu. Tutie nguvu Baba, tunapokutana na changamoto tunaomba msaada wako. Kila mmoja wetu, hata wale ambao wataenda kukupokea leo kwa njia ya ubatizo, tunaomba Baba wasaidie, kwani tumeomba tukitumai ya kuwa utawajalia na wao kuweza kusimama katika imani wakiitetea kweli ya Injili. Ni kupitia jina pekee la mwanao Yesu Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amina.
Amina sana. Wale ambao mnatufuatilia katika mitandao ya kijamii, tutatoka kidogo halafu baadaye tutaendelea. Wakati huu